Katika historia ya Uislamu kuna watu ambao si tu waliishi bali waliibeba dini mabegani mwao. Miongoni mwao ni Imam Ahmad bin Hanbal, jina ambalo leo linatajwa kwa heshima, lakini nyuma yake kuna simulizi ya maumivu, saburi na msimamo usiotikisika. Karibu sana katika simulizi hiyo kumhusu. Jina langu ni Abdullahi mwana Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Imam Ahmad ibn Hanbal alizaliwa mwaka 164 Hijria sawa na mwaka 780 Miladia katika mji wa Baghdad nchini Iraq. Yeye ni imamu wa 4 katika wale maimamu 4 mashuhuri baada ya Imam Abu Hanifa, Malik, Shafi, kisha anafuata yeye. Hakupata malezi ya kifahari kama ilivyo kwa wengine, bali alikulia katika mazingira ya kawaida. Akalelewa na mama yake baada ya kufiwa na baba yake mapema, lakini kama Waswahili wasemavyo, dhiki haizuii riziki. Ndivyo alivyoianza safari ya elimu akiwa angali mdogo. Tangu utotoni mwake Imam Ahmad ibn Hanbal alijikita katika kuhifadhi Qur'an, kisha akaelekea katika ilmu ya hadithi. Hakuishia tu Baghdad pekee, alisafiri masafa marefu akitembea kwa miguu na kuvumilia njaa na uchovu, akikusanya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kutoka kwa wanazuoni wakubwa wa zama zake. Ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu kimoja tu: kuhifadhi ukweli wa dini bila kuchanganya na matamanio ya watu. Miongoni mwa walimu wake wakubwa Ahmad bin Hanbal ni Imam Shafi. Huyu ndiye mwalimu wake maarufu zaidi. Imam Ahmad alikaa naye Baghdad na kunufaika sana na elimu ya fiqh na misingi ya kutoa fatwa. Hata Imam al-Shafi alimthamini sana mwanafunzi wake huyo Ahmad bin Hanbal, na aliwahi kusema, nilitoka Baghdad na kumwacha hakuna mtu mcha Mungu na mwenye ilmu zaidi ya Ahmad. Lakini pia Ahmad bin Hanbal alifundishwa na Sufia bin Uyaina, mwanachuoni mkubwa wa hadithi kutoka Maka. Imam Ahmad alisafiri hadi kwake kujifunza hadithi kwa kina. Yahya bin Ma'in ni miongoni mwa walimu ambao walimfundisha. Rafiki yake na pia mwanachuoni mkubwa wa hadithi, walisaidiana sana katika kuhifadhi na kuchambua hadithi. Abdurrahman ibn Mahdi ni miongoni mwa walimu wake mwingine, aliyemfundisha misingi ya kuchambua pokezi wa hadithi, ilmu rijal, jambo lilomjenga Ahmad kuwa imara sana katika hadithi. Kifupi, Ahmad bin Hanbal hakurithi tu elimu, alisaka kwa miguu yake, akisafiri kutoka Baghdad hadi Maka, Basra na sehemu nyingine nyingi, akikaa chini wanazuoni wakubwa kabisa. Na hapo ndipo alipokuja kuwa mmoja wa wanazuoni wakubwa kabisa katika historia ya Uislamu na mwanzilishi wa madhhab ya Hanbal, madhhab yanayojulikana kwa kushikamana sana na Qur'an na Sunna bila kuyumbishwa na fikra za kisiasa. Chambelecho wa Swahili, mti haukui kila mahali, lakini ukimea pahala pake hustawi kwa nguvu. Madhhab ya Imam Ahmad bin Hanbal hayakusambaa kwa wingi kama ilivyo madhhab mengine, lakini alipata nguvu kubwa katika ardhi ya Najdi na baadaye kuimarika zaidi ndani ya Saudi Arabia, yakawa kama nguzo ya mifumo ya dini na sheria. Madhhab hayo ya Imam Ahmad bin Hanbal pia yanaathiriwa sana katika maeneo ya Qatar, hasa katika masuala ya dini na sheria. United Arab Emirates kuna uwepo wa Hanbal, ingawa kuna mchanganyiko wa madhhab mengine pia. Hata kule Kuwait Hanbal ipo, lakini sambamba na madhhabu mengine. Lakini kile kilichomtofautisha zaidi si elimu yake, bali ni mtihani wake. Kulikuja kipindi kigumu kinachojulikana kama mihna, wakati ambapo watawala walitaka kulazimisha wanazuoni kusema kwamba Qur'an imeumbwa. Wanazuoni wengi waliogopa, wengine walinyamaza, lakini Imam Ahmad ibn Hanbal alisimama imara. Alikamatwa, akapigwa, akawekwa gerezani, akaumizwa, lakini hakubadilisha kauli yake.